Alliance labda niwapeni historia. Alliance inacheza ligi ya wilaya mwaka 2014. Baada ya ligi ya wilaya mwaka 2014 tukachukua ubingwa wa wilaya, tukacheza ligi ya mkoa. Kituo chetu kilikuwa Sengerema. Tukafanikiwa kuchukua ligi ya mkoa mwaka 2014 mwishoni. 2015 katika tukacheza ligi ya mabingwa wa mikoa. Kituo chetu kilikuwa Manyara Mburu. Tulikuwa na mchezaji mnamuita Wesu akiwa Madini. Kulikuwa na Madini pale, kuna Small Prisons, kulikuwa na Utumishi Shinyanga, ndio. Zilikuwa timu nyingi pale. Madini ya Arusha. Yes. Mimi wale tulikuwa nao kule ujue. Wakila mtu Villa City ya Iringa, umeelewa? Tukacheza kule mechi Alliance, tukafanikiwa kwa mabingwa wa ligi ya mabingwa mkoa. Na second runner alikuwa ni Madini. Sasa Madini ilikuwa na miliki ya Wesu. Wakina kuna Wesu. Kwa tukaja sisi tukacheza daraja la pili mwaka 2015 mwezi wa 10 ilikuwa inaanza. Tukafanikiwa kwa mabingwa wa daraja la pili tukiwafunga FC Arusha kule kwao. Baada ya hapo pale tukapanda ligi daraja la kwanza. Tukacheza msimu 2016-17. Msimu ambao tulichinjwa na funguo. Unajua ni msimu ambao walipanda Singida United kama nakumbuka. Lakini mpaka mechi ya mwisho ndio kucheza sisi ilikuwa tunaongoza kwa tofauti ya pointi moja. Tulidraw mechi mbili mfululizo nyumbani. Tulidraw na Panone ya Moto. Tulidraw 1-1. Tukadraw na Rhino Rangers bila. Wakati huo wenzetu walidraw Msoma. Wakati huo na timu inaitwa Polisi. Ndio biashara sasa. Walidraw Msoma na Polisi Mara bila. Kwa hiyo tofauti ikawa imepungua. Toka tofauti ya pointi 4 mpaka tofauti ya pointi 1. Mechi ya mwisho ikawa inaamua wakati huo Singida akiwa chini ya kocha Felix Minzo kata raia majeshi Baisaya. Ni kwa Tanzania Prisons na ni kwa Alliance. Nianza kwa Alliance kana kwa Tanzania Prisons Mbeya. Tukaenda kucheza nao mechi katika uwanja wa Liti Singida. Wakati unaitwa uwanja na Mfua. Jamani, ushaona mtu analia bila kupigwa au mtu anaumwa tumbo kata ameshiba labda akiwa anakata kitunguu. Exactly. Itukuta yani mpira wa miguu unaumiza kuliko hata mapenzi. Itukuta tumekaa kwenye uwanjani pale tunafungwa zile goli mbili. Yani mnabidi mkubaliane mpira uishi. Wakapanda Singida kwa tofauti ya pointi 1. Tukamalizia mechi kule Dodoma na wakati wa Dodoma mechi kama imeisha sikuwa nafasi ya pili na kipindi kuna panda timu moja tu. Kwa hiyo walipandaga Singida nakumbuka na nafikiri na KMC. Sikumbuki na timu nyingine lakini panda Singida. Ilikuwa 16-17. 17-18 tukacheza daraja la pili. Tukapanda daraja la kwanza. Tukapanda sisi na Dodoma na biashara. Na ndio kwa mara ya kwanza Alliance alifeli. Yaani tangu tumeanza tulikuwa tunakuwa mabingwa. Tukakwama ile 2016-17. Kwa hiyo 17-18 tukapanda daraja la kwanza kuja ligi kuu tukimfunga JKT Urujoro nyumbani katika uwanja wa Nyamagana machinjioni kwetu. Tukapanda ligi kuu 18-19 tukacheza ligi kuu msimu wa kwanza tukamaliza nafasi ya 8. Ni msimu ambao tulifungwa karibia mechi 8 mpaka 9 za kwanza. Ndio maana hata Ken Gold ndiye amini watabadilika. Kwa sababu Alliance City tunaanza ligi tulitumia wachezaji wetu asilimia kubwa waliopandisha timu. Tukafunga karibia mechi 9 mfululizo. Amkusajili. Tulisajili lakini tulisajili kama kujaza maeneo tu. Tuliamini katika kiwango chetu cha daraja la kwanza. Ligi kuu, yani nataka niambie ligi kuu ndugu yangu sio daraja la kwanza. Tulipoteana sana. Mentality championship mkaipandisha mpaka. Exact. Na kocha alikuwa Mbwana Makata aliyepandisha timu na mwenzake Shija. Yule mzee naye mbishi sana. Yes, alipandisha timu. Baadaye tukamuondoa Mbwana Makata akaja mtu anaitwa Malale Hamsinikea. Ambaye sasa kocha Mbeya City. Akaja na kocha anaitwa Mbwili Betimweta na msaidizi wake. Popote alipo kama pochi yake wapo wote. Tukamleta Chinedu. Tukamleta Biglimana Blaze. Tukamleta goalkeeper John Mwanda. Ni shadogo hilo sasa zungumzia. Tukawaleta wachezaji wakina Wayeka Tatue, akaenda kucheza mpaka Kenya. FC Leopards tulimuuza. Tumleta Wema Sadok. Tuliwaleta hao kuja kukaza gap. Tukacheza tukamaliza nafasi ya 8. Mechi yetu ya kwanza kushinda tulimfunga KMC 2-1 uwanja wa Nyamagana. Ndio kwa mara ya kwanza tunautumia kwa carpet 2018 tunauzindua ule uwanja tukiamini CCM Kirumba hatuna bahati nayo. Kwa baada ya hapo tukamaliza nafasi ya 8. Sasa msimu uliofuata 2019-2020 sisi mpaka tunacheza naenda kushuka daraja sisi. Ambao msimu Alliance anashuka. Alliance anacheza mechi na JKT Tanzania Dodoma yuko nafasi ya 7. Sina ile na point Alliance imeshuka na point 47. Ndio angalieni kweli msimamo ipo. Unajua nimeongea kwa mmoja nasikizeni ogopa Mungu na teknolojia. Ingieni mkagogo kule. Sisi tuko nafasi ya 7 tuna point 47. Tunashuka sisi anabaki Mbeya City kwa tofauti ya goli 1. Alliance mwelekeo ulianza kupotea pale. Maana baada ya kudraw 1-1 pale JKT Tanzania ichimwa dakika za mwisho tukafungwa na Simba Dar es Salaam. Tukaja tukatoa draw na Ndanda
katika uwanja wa nyumbani 1-1 ndio anachomoa. Tukaja tukafunga Namungo 3-2 chini ya Timana Tieli ndio alikuwa kocha Namungo. Na itakuwa tufunga leo 3-1 mpaka dakika ya 90 anashuka Mbeya City. Lakini dakika 90 ndizo aliongeza 5 Mbeya City anashinda 3-0. Sasa msije kujua nini kitokea. Wakati tunaongoza goli 3. Unaona tukashuka kwa tofauti ya goli 1. Tukashukia hapa. Story ya Alliance League kuu ikaishia. Na mheshimiwa ni kama aliamua kwamba hebu ngoja niache timu, tumalize kizazi kilichopo, nitaanza kugroom upya, nirudi kwenye misingi ya Alliance. Lakini bahati mbaya Mwenyezi Mungu kampenda zaidi na ndio maana Alliance wameweka malengo. Mimi kwa sababu ni nyumbani naongea tu ili kwa sababu tunapiga story kama familia. Malengo ya Alliance msimu ujao timu ipande championship. Kwa nafikiri atafanya investment kubwa sana msimu huu kuhakikisha kwamba timu msimu ujao inatoka first league kuja championship 2010 na maana 2025-26 kuja championship 26-27 nataka waitoe championship kwenda Premier League. Tuombe uzima na afya inshallah. Kwa hiyo sasa hivi timu iko first division league au iko daraja ya pili ndio hiyo tunasema mna second league ndio wako huko. Kwa hiyo wanapambana na mimi naamini meneja kwa ninavyoongea naye ninavyoifahamu Alliance wanapambana na nini ndio maana nikasema mwanzo mrudi kutangaza mpira nikiwa na maana mndio matangaza mpira kwanza mngepata matangazo ya shule ya Alliance unakuwa main sponsor hiyo source of income unaelewa, lakini pia mngepata matangazo ya watu wengine lakini pia mngefanya wana mwanzo kwa karibu na timu zao kwa mpaka sasa hivi situation ya Alliance Football Club iko daraja la pili. Timu ya Alliance wa upande wa wanaume, Alliance ya wanawake iko ligi kuu, Nyamwaga wako ligi daraja la 4 na wamecheza jana wameshinda 3-0 wanawania kwenda ligi ya mkoa na wanaendelea kugroom wachezaji wengi na kimekuwa kituo kinachoaminika mpaka leo. TFF itawapa tena kuhodhi kituo kwa ajili ya wanawake kucheza ligi daraja la kwanza. Unakuwa huko kwa upande wa wanawake mpira ni mrahisi sana kuweza kuhold kuliko upande wa wanaume. Unajua kwa nini? Kwanza mtoto wa kike cha kwanza huwa ni mtu ambaye anaamini kwenye malezi, lakini mtoto wa kiume anaamini anaweza akajilea hata yeye mwenyewe. Yaani wewe unaweza kuwa muondoka nyumbani ukiwa miaka 17 tu. Ukiamini na kujitegemea kwamba utoke nyumbani. Lakini dada yangu hapa ambaye anafuata onekane huko duniani. Kimwambia mtu nyumbani akiwa miaka 17 ataambia wewe bado mtoto tulia. Unaenda wapi? Kwa mwanangu utaharibikiwa, utakuja sila nini? Kwa wale kwa treat ni kazi nyepesi. Kutofauti na watoto wa kiume. Alafu mtu wa kike ukimwambia mtazungumza lugha moja. Lakini mtu wa kiume ukimwambia kuna kale kwa kuvimba. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wa kike kufanikiwa ni kazi nyepesi zaidi. Japo watu wa kiume sio wote ambao wanavimba. Unaelewa? Mimi ndio wapeni mfano. Ukiwa nje hivi, unaona Prison sehemu moja korofi sana. System ya jeshi ile. Lakini mimi nimekaa ndani. Yaani wanasema raha ngoma ingia ucheze, tena ucheze mwenyewe. Kwa mimi nimekaa Prisons miaka 4. Nataka niwaambieni hakuna timu na watu wastaarabu kama Prison. Hakuna timu ni wastaarabu kama jeshi la magereza Tanzania Prisons. Yaani ni sehemu pekee ambayo unaweza ukawaona ndani ya uwanja wa tata, lakini maisha yao kawaida ni waungwana sana. Ndio hata wachezaji mpira, sio wote wachezaji wa kiume ni watata, wengine ni waungwana sana. Lakini kama unavyojua shuleni, hakuna ambaye kwao ni maskini. Chuoni hamna ambaye kwao hawana TV na gari. Kila mtu kaona sikia siko tu TV ile tukileo TV chupani kwangu si gari la baba, lakini kila mtu anajua anapotembea pekeke njiani kwamba ile gari si tuitoa wapi. Kwa maana hata watu wanapokuwa pamoja sehemu moja, kila mtu anakuwa na matamanio yake na mission zake. Lakini kila mtu anapokaa kivyake anajua walisiwa maisha haya mimi siyawezi. Bana, nadhani sisi tupo na tunakukaribisha kwa sababu na process bado inaendelea na bado kuna distance kubwa mpaka tarehe 9. Nadhani hayo matukio ambayo yatakuwa yanaendelea tutazidi kupokea update kutoka kwako, na sisi pia tunakukaribisha kwa sababu ni tukio la kuirejesha. Nasema timu ya nyumbani. Hiyo safari ni ndefu. Hiyo safari ni ndefu mno. Yaani ndio maana nikasema kwamba Alliance na wategemea ninyi wadau unajua tunategemeana. Yaani bila mwandishi wa habari hakuna habari. Mimi kauli yangu hata katika kazi yangu ya usemaji, mimi napokea hata simu ya chumbani kwako kaniambia mimi radio yangu toka chumbani kwangu, mimi nitakupa ushirikiano. Unajua kwa nini? Sababu na mimi pia nasikiza bibi wako, nasikiza mtoto wako, nasikiza nani. Yaani mimi sina media kubwa. Yaani kwamba hii ni radio gani. Mimi kwenye kazi yangu hata nipigie mtu aniambie yuko Ntili huko mpaka unasikika yeye anajisikiza yeye mwenyewe. Mimi nitampa ushirikiano. Kwa maana yangu ni kwamba hata Alliance, ninyi kama ninyi Alliance na wapeni ushirikiano. Ninyi kama ninyi Alliance na wahitaji. Tunaamini bila ninyi watu hawezi kujua kitu. Ndio maana leo nimekuja Afya Radio 96.9 MHz kwa sababu kuja kuzungumza wakazi wa Mwanza waweze kusikiliza na kujua nini kitafanyika Alliance. Ndio maana mwanzo nikasema bila Afya Radio maana yake Alliance haiwezi kufanya matukio yake akafanya nini? Akasikika. Mimi niwaombeni sana msichoke.
mtawaiteni kwenye press conference, but tu nimepata communication zenu, mtawaiteni, mtakuja na mtaongea na Idi Juma Yusuf kwamba bwana tunaje tufanye kitu kwenye tukio hili la Afya Radio na Alliance. Hamna shaka, bila shaka nakusikia. Na sisi tupo tutaendelea kutoa hicho ambacho unakihitaji, na press conference itakuwa back to back sababu tarehe 9 nadhani unasema kwa maisha hivi tarehe 9 ni mbali, lakini kama mwezi mmoja hivi takriban tubakiza mwezi mmoja siku 4 leo tarehe 5 lakini kwa mtu kukupa hela ni kazi. Sio kuandika proposal unajua, yani hela ya mtu kutoa kukupa kazi M100 safari ya M100 ni nyingi sana. Sasa labda watu tutaka kujiuliza labda hizo katika hiyo promotion hizi campaign labda kuna namba au kuna account. So Lizundubani kasema nitafanya press conference. Kwanza sasa hivi na safari, nafikiri Jumatatu au Jumanne nasafiri kuelekea Dar es Salaam. Nitakaporejea nitafanya press conference kubwa Mwanza pale pale Alliance kama kawaida. Nafikiri nitakapokuja sasa nitakuja na jibu la uongozi kwamba kuna namba zipi kwa ajili ya kufanya, una nini teknolojia kufanya. Lakini mimi niwaambieni Afya Radio yenyewe mtakiwa msubiri mwaliko. Kwa hiyo mkisikia tu mflango na press conference ninyi mje, kwa sababu tayari nilizaliwa na familia hii nimo, unaelewa, na siwezi kusahau nyumbani. Niwapeni hongera kubwa sana, kipindi cha michezo ni kizuri sana, watu wanawasikilizeni sana, Afya Radio inasikilizwa sana. Sisi wakati wote tuko Afya Radio kwa radio naaminika kwa makala, na mimi nilikuwa nikifanya makala ya magonjwa yasiyoambukiza, na producer wangu alikuwa Chazi Uliochaba, makala inaitwa Linda Afya Yako, ndio ilikuwa makala yangu, sijui wengine. Nashukuru jamani. Bwana, shukrani sana Maflango na karibu kwa mara nyingine. Asante sana.